asile kitu chochote mpaka watoe amri. Kwani wazee nini? Wazee watapita. Haya, mimi sipo. Mimi mwenyewe sipo. Mimi nina hofu sana. Kama unavyojua, katika himaya hii kuna kafara ya watoto wa kike kwa niaba ya mizimu ya maji, na wasiwasi sana na mwanangu. Ni sahihi mke wangu, lakini naomba nikutoe wasiwasi. Mtoto wetu hawezi kukutana na chochote kibaya. Nahisi mtoto wetu hawezi kukutana na chochote kile kibaya. Namuona kabisa ni mtu ambaye mwenye bahati kama ilivyokuwa kwa upande wako. Umekulia katika kijiji hiki, umezaliwa hapa hapa na umeolewa katika kijiji hiki. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama kuna mashaka mbele ya mtoto wetu. Ni ngumu lakini. Mke wangu, ondoa wasiwasi. Binti yangu namwamini, nampenda. Yaani na kuhakikishia kabisa hakuna baya lolote ambalo litakalomtokea mtoto wetu. Wenyewe! 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 Mnasemaje? Mwanangu kapatwa na matatizo, kakamatwa na simba. Amekamatwa na simba? Mume wangu! Kuna tatizo! Vipi? Kuna tatizo gani? Mwanangu kapatwa na matatizo, kakamatwa na simba. Kakamatwa na simba? Ni wapi huko? Kule babani. Twende nyumba yake. Kausali, njoo binti yangu. Ariti wa damu. Kaa binti yangu. Hebu mwangalie. Yuko safi kabisa. Na ndivyo atakavyokuwa kila siku. Hakuna baya lolote takalomtokea. Mwanangu, nenda kaniletee maji. Wasiwasi wa nini sasa? Kula maisha mke wangu. Ni pale!
mke wangu. Mbona inavuka mipaka? Nyamaza mke wangu. Nyamaza. 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 Ariti wa damu, ariti wa damu. Rafiki yangu Athumani, nimekuita hapa ili tuweze kuongea jambo moja. Serikali imeniamuru kwenda kwenye kijiji kisiokuwa na jina ili niweze kufanya mazungumzo na watu wa kule, na baada ya hapo niweze kuwa mtendaji kwenye kile kijiji. Kweli. Ila sasa nakumbuka kuna wakati ambao tuliteuliwa kwenda katika kijiji kile kufanya sesa. Ilitupa wakati mgumu sana. Ilitupa wakati mgumu. Watu wa kule walikuwa na utawala. Sasa katika utawala ule ndio maana ilitupa wakati mgumu wa kuhesabu. Sasa hapo la kufanya, ndugu yangu, ni kufanya jambo moja. Hatuwezi tukaenda hivi. Ndio maana nimekuita kama mtumishi mwenzangu, tuweze kushauriana, unipe wazo ili tuangalie cha kufanya, ili tutakapoenda kule tuweze kufanikiwa, tufanye kama serikali ilivyoniamuru. Sawa, nimekuelewa. Ila sasa hatuwezi tukaenda hivi hivi bila askari. Hapa kinachotakiwa tutafuta hata askari mmoja, wakati wa kwenda tuende naye, ila tusaidie majukumu hayo. Sawa, wazo zuri sana. Ndio maana nikakuita kama mtumishi mwenzangu. Nashukuru kwa wazo lako. Naona tukifanya hivyo tutafanikiwa. Ngoja basi tujiandae kwa ajili ya safari. Ariti wa damu, ariti wa damu. Rafiki yangu, na wasiwasi, yaani nina hofu juu ya mwanangu na sielewi hatima yake ni nini. Unajua wazee wetu walifeli sana kuteka hizi mila, ila mimi nilikuwa na ushauri. Unajua hapa kijijini msichana wote yule atakayeingiliwa basi hatutolewa kafara. Ushauri wangu ni kwamba mtafutie mwanaume mwanao ili amwingilie hata siku moja, uende ukawa salama yake. Mambo vipi? Fresh tu. Unakwenda wapi na madumu hayo? Naelekea kisimani. Walivyokuwa mbali namna ile ndo unakwenda na miguu. Maana basikeli yangu nye mbovu. Sasa unaonaje, mimi niko na wazo tukachimba kisima chetu kilicho kwa karibu. Uchimbe kisima sasa hivi na mila yenyewe kama hii. Japokuwa ndio hivyo tumebadilisha mavazi, lakini mila kama hii uchimbe kisima. Hiyo sijui kama itawezekana. Kisima kile kile ndio zote kutumiwa. Mimi nachimba tu, watajua wenyewe mimi nachimba. Hata ujifunye, yani kaanza kubadilisha nguo itakuwa kisima tu. Haya, sijui. Mimi hapo tena sitaki unishauri. Kitachokutokea utajua mwenyewe. Ngoja tuone. Rafiki yangu, yaani unasubutu kuniambia upumbavu kama huo, si ndio? Yaani mtoto wangu mimi nimtafutie mwanaume. Tulia rafiki yangu. Hii ni ushauri tu. Sio kwa ubaya, lakini na ushauri wangu unaweza kufuata au kaachana nao. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini jaribu kuangalia ushauri mwingine ndugu yangu. Tutakuja kuumizana bure. Sawa, ila unatakiwa uvumilie kama mwanaume. Pia usiwe na mawazo sana, kwa sababu hata mtu yeye bado hajachaguliwa. Wenda mwanao asichaguliwe. Kwa usiwe na pressure. Mimi nimekuelewa.
Nitalifanyia kazi hilo. Mimi ilinijia kama ndoto, lakini kama unavyojua ndoto kwangu inakuwa ni kweli. Kwa hiyo nililijua hili. Sasa sijajua Mtawala una lipi la kuniambia, lakini Mtawala, sijajua kipi ambacho unawaza juu ya hili kosa walilofanya wanaimaya wako. Kwa hiki walichokifanya ni aibu tosha kwenye himaya hii. Ni wazi inaonyesha kwamba mimi sijasimama imara. Sasa mimi sina tamko lolote zaidi ya kusema familia yake yote ikatwe vichwa na si vinginevyo. Mtawala, ni kweli unachokisema na wala haupingwi kwenye maamuzi yako, lakini mimi nina ombi kama mtabiri wako. Ombi gani? Pole sana mke wangu, mimi najua unaumia kutokana na hili swala na hili jambo lililotokea. Samangu, inaniuma sana. Umilia mume wangu. Yaani mke wangu, kuna wakati nawaza sijui kwa nini Mtawala anashindwa kuzibadilisha hizi taratibu, na wakati huyu alishatupa, sijui kwa nini anashindwa kubadilisha taratibu. Mimi naniumiza sana mke wangu. Kila mwaka tu sisi itakuwaje? Na mila gani hizi? Basi sawa, mimi mke wangu ninachokuahidi nitapambana mpaka toni la mwisho ili nihakikishe tunaweka amani ndani ya mji huu. Sami wangu, nimekusikia. Naomba ifanyie kazi, naumia. Tufuate baadhi ya sheria za watawala waliopita. Kwa kosa la kwanza, tuwape adhabu ya kuleta komiti 10 za mahindi na komiti 10 za mpunga ili tuende tukaiombe mizimu. Kama watakubali itakuwa ni vizuri zaidi, lakini kama watakataa itabidi ipite hiyo adhabu yako ulosema. Sawa, nimekuelewa. Kwa kuwa wewe umekuwa mtabiri wangu muda wote, siwezi kupinga kwa namna hiyo. Kwa hiyo tufanye hivyo. Nashukuru Mtawala. Wacha mimi niende. Basi sawa mke wangu, sio kinyonge basi hivi. Mimi sipendi ukiwa unalialia. Hivi mume wangu, tutakuwa ni watu wa kuzaa tu na kuchukua hivi vizazi vyetu vitakuwa hivi mpaka lini mume wangu? Ninachoka. Mimi najua jinsi gani naweza nikatatua hili swala. Mimi naomba tu mke wangu sikae kinyonge. Mimi nakupenda sana mke wangu. Kwa hiyo yani hata masuala ya kukaa kinyonge unalia, unanipa huzuni mie. Mimi mwenyewe utanifanya nilie mke wangu. Sikia familia, mimi nimekuja hapa nyumbani kwako hapa na jambo moja tutaka unisaidie. Jambo gani hilo? Mbona unakuja kunistua tena mzee? Inakuaje? Unajua kijiji chetu hiki kimeshachafuka sana sasa hivi. Na hizi sheria za mfalme hizi. Yule binti yangu sana mfahamu? Ya, namfahamu. Sasa mimi kuna jambo nataka unisaidie. Mimi sitaki aliwe na mizimu. Lengo langu mimi la kuja hapa, nataka wewe ukamguse binti yangu. Wewe alinaye wewe. Wewe mjomba vipi? Yule si mwana wafu kicheki bado ndogo sana, unje kupita naye mimi nakuaje?
Haya sawa, napita naye. Wanakuja jamii najua, mtawala anajua, mimi unaniweka wapi sasa hapo ndio. Mimi leo kuna kitu nataka nikwambie. Na ndio maana niko natafuta nafasi tuwe nje ya himaya. Ni jambo gani? Mimi ndugu yangu Kijoka. Mimi mdogo wake Mfalme nampenda sana. Labda tu nikukumbushe kitu. Unakumbuka mtawala alisemaje? Mtu yoyote atakayempenda mdogo wake basi atamkata kichwa. Na wewe kuna kitu unakitafuta. Sikiza ndugu yangu. Mdogo wake Mfalme yeye mwanamke. Sasa mimi nikimwelekeza ukweli wa hisia zangu na imani atanielewa, hata Mfalme atakupa juu. Sawa, si unampenda? Kwa hilo mimi sikuungi mkono. Kanalo wewe mwenyewe. Tena kwa habari kama habari nyingine ndio hizo. Usinishirikishe kabisa. Basi sawa ndugu yangu. Tondoke. Mimi najua wewe unajua mimi nitafaidi. Sikilize. Wewe fanya kile kitu ambacho ninachokuelekeza mimi. Kama ni pesa mimi nitakupoza hata kidogo. Unanilipa. Hela ipo mezani. Usiwazi. Ila tunakuomba kitu kimoja. Usiende kuniumizia binti yangu. Kwa hiyo nikamie nichape ila asiumie. Asiumie. Awe fresh. Yaani kama utamuumiza, hii ngome itakugeukia mwanangu. Kweli? Au si? Bali basi nisikilize mimi. Haina noma. Nakamia na chapa afu bado cheo. Lakini simuumize. Ya pamoja haina noma. Hivi ilikuwaje mpaka wa Simba akamchukua? Yule jamaa ni tamaa zake mbele kwenye miua. Kila tunapong'ang'aniza asende kuvunja miua, yeye kama hatuelewi. Kaenda kuvunja, ndo kilichonitokea ndo kile. Kwenye himaya hii haruhusiwi mtu wowote kuchukua kitu bila ruhusa ya mfalme. Ni kweli, yule jamaa tulimwambia, lakini hajatusikia na wala kutuelewa. Hivyo alivyosema huyu, ndio hivyo ilivyokuwa. Huyu mfalme wenu amewaleta watu ili mradi walete nguo. Ni kweli unachoongea ni sawa na kinaenda sawa. Unachoongea ni sahihi sana. Inatakiwa sisi turudi kwenye asili yetu, tuepushe haya matatizo yanayotokea. Ndugu zanguni, tutaisha wote. Bora turudi kwenye asili yetu. Ni kweli unachozungumza na kinaenda sahihi, ukunjikunji kona, unanyosha barabara inapotakiwa. Naomba mkawaambie wazazi wenu, ikiwezekana murudi kwenye mavazi kama niliyovaa mimi. Mimi naenda. Ni sawa. Pole sana ndugu yangu kwa jambo lililokufika. Ila mimi sijaweza kuhudhuria katika msiba wenu kwa sababu maiti yenyewe hatujaiona. Ndio maana mimi sijaweza kuja. Ila naomba unisamehe tu. Asante sana. Tena nashukuru. Ni kweli swala lililotokea ni vigumu sana nyewe kutokea. Ila mimi nimekaa na nimefikiria, nimeona hapa mimi niende kwa mtawala ili niweze nikajue kwa nini hizi taratibu zingine ziliweza kugeuka. Wamezigeuza, tulikuwa tunatembea vifua wazi, sasa hivi tunavaa nguo, umeona. Sasa kwa nini hizi taratibu zingine anashindwa kuzibadilisha? Nikaona ni bora niende kwa mtawala ili nikajue. Unajua kuna taratibu zingine zilizokuwa zinafanyika hapa zilibadilishwa. Vipi mfalme yupo? Mfalme kapumzika ndani. Mkewe je? Wote wamepumzika. Hapa ni mzigo wake. Unaweza kwenda kumkabidhi. Sema samani dada. Naweza wakatafuta muda tukaweza kuongea. Sawa, bila shida, maana mwenyewe kunaongeza. Haya sawa.
Hamna mwanangu. Unajua watoto wa kike hawa kama kwa tayari na wewe hujapata mwanamume. Yeye mwenyewe kashanielewa tangia kitambo. Sema jiandae kutoka kike. Wapi mwanangu, wewe naye bado naongea. Tulikuwa tunatembea vifua wazi kama unavyoona sasa hivi tunavaa. Sasa kwa nini hizi zingine asizibadilishe? Zinatuumiza sana. Umeona? Kwa hiyo mimi nimekaa nimeona hapa bora niwahi ili tuweze kuokoa kizazi chetu kinachokuja. Mimi kwa sasa siangalii mimi, yani naangalia kizazi kinachokuja huko. Kwa hiyo hapa mimi nilikuwa naelekea kwa mtawala ili niweze nikajue nikapate mwafaka na ikiwezekana nifanye mapinduzi. Ni sawa kabisa. Mimi nakuunga mkono ili kwenda kwa mtawala. Kwa sababu tukisema tukae tu tunazidi kuteketea, tunazidi kuisha, na sio watoto tu, hadi sisi wenyewe tutaumizwa. Basi sawa. Mimi ngoja nende. Basi haina shida. Pia na wewe nakutakia wakati mwema. Huko endako kidogo Mungu akujalie. Eni ni upuzi. Huo ni ujinga. Eni katika siku ambayo unaongea ujinga huo ni ujinga. Rafiki yangu, eni mimi nilikuamini sana. Kwa nini unaongea upuzi kama huu? Unanitafutia binti yako mwanaume. Hakika wewe ni mpumbavu sana. Eni valongo wangu, eni wakubwa wa kiasi kile, wewe unafanya nini? Eni mimi nilizani ndevu ni ubusala. Nilizani ndevu ni fikra, umekuwa kimawazo. Kumbe wewe ni mpuzi kiasi hiki. Wewe hilo makotiva kulive wewe. Yaani sasa unavyopiga kelele hapa ndugu yangu, toka utulize akili taratibu unaeleweshe vitu. Siwezi kutuliza. Huu ni upuzi gani ambao unafanya? Hivi wewe jamii itakuchukuliaje? Mpaka mtoto wako binti mdogo kama ule unaenda kumtafutia mwanaume. Wale ni vijana waovyo sana vijana wale. Chite, mimi nilifanya hivyo kumnusuru binti yangu asije akaliwa na mizimu. Ndio maana nikaamua kumtafutia yule kijana. Sasa ulivyonipigia kelele hivi, ule wafaidisha wananulua hana. Sio kwa njia hiyo ndugu yangu ulioifanya. Wale ni watoto wa kiuni. Yaani wale wanaweza kumfanyia hata vibaya, wanaweza wakaarifiana wengi kwa wengi wakafanya vibaya. Hivi wewe mtoto binti mdogo kama ule unamfanyia maamuzi kama hayo? Huo ni maamuzi ya kikatili hayo? Ndugu yangu, huo ni ukatili. Yaani katika watu wanaefanya jambo la kikatili ni wewe. Yaani wewe ndio inabidi umlinde mwanao hali na mali kwa nguvu zote, ulinde mwanao. Na kushauri ndugu yangu, badilisha uamuzi wako. Usipobadilisha, mimi hii safari naenda kumwambia mkeo sasa hivi. Chite, hapo ndo umegusa pabaya. Usiende kumwambia mke wangu. Maswala tuyamalizie hapa. Hatuwezi kuyamaliza. Yaani mimi usipoenda kubadilisha maamuzi, kabadilishe maamuzi uliompa yule kijana. Kabadilishe, lakini mimi naenda kumwambia mkeo kama usipoenda kubadilisha. Sikiliza, usiende kumwambia mke wangu. Mimi nikitoka hapa naenda moja kwa moja huko. Nakuomba Chite, nakuomba sana rafiki yangu. Unakosea sana. Tena unakosea. Wewe mjukuu wangu mimi. Na usingepata hicho, sisi tulitunza tamaduni, mila na desturi. Tena tuliheshimu, tukaithamini, tena tukaitendea haki. Ndio wewe unajivunia sasa hivi. Unakuwa na utawala na heshima na hiyo thamani ulionayo. Kama sisi tungeharibu, wewe usingefika hapa. Sasa kwa nini unatakiwa kunisikiliza, kufuata amri ambazo nakwambia, ambazo zinaongoza imaya hii, tamaduni zetu za zamani? Wewe nini unafanya? Hicho unachokifanya kibaya tena sana, hata mizimu haiwezi kukubali. Nini? Kaa vizuri usikilize. Tena utekeleze naye wasema mimi ni babu yako. Wewe ni damu yangu. Usingekithamini hicho. Kosa kukitunza sisi tumekitunza, ndio wewe unakitumia. Tungeharibu ungekiona. Sitaki sasa. Fuata. La sivyo nitakupindua.
Vijana wangu, mwacheni aongee, kwa sababu huyu ni babu yangu. Mwacheni aongee, ila babu yangu, ongea yote. Kimaliza naomba uniruhusu niondoke kwa sababu nina haraka. Ina maana unanidharau, unisikilizi, yaani ufahamu chochote ninachokizungumza mimi, si ndio? Vijana wangu, tuondoke. Ni kweli? Lakini na wewe uliniambia una mazungumzo na mimi. Wewe anza tu, ana shida. Wewe anza wewe tu. Anza bana, si wewe ndio ulianza kuniambia mimi kama una mazungumzo. Usiwaze. Anza wewe, mimi nimekuruhusu. Mimi niko na shida moja kana. Si yule rafiki yako nini unatembea naye yule mzee. Mimi nimetokea sana kumpenda. Hata hivyo nimekuita wewe hapa ili tu yaani ukamwambia mwenzio, yaani unifusie kwa mwenzio. Nitokea sana kumpenda na ikifanikiwa nikawa naye nitakupa zawadi nyingi sana za kumfanya. Basi sawa. Nimekuelewa. Nitafanya chini juu. Ni mradi nimfikishie taarifa. Nitamfikia, niamini. Sawa, na ulikuwa una kitu cha kuniambia? Hapana. Kawaida tu, mimi nilikumisi tu kukuona. Ndio hiyo tu. Basi sawa. Sawa. Shikamoni wazee. Pole kijana wetu. Asante sana. Ila hili jambo limeniumiza sana kuhusu kifo cha mwanangu. Pia naelekea kwa mtawala ili nikamweleze ukweli wote, na kama anaweza kubadilisha taratibu za kimila, mimi namuomba abadilishe. Wala usio na wasiwasi. Pole sana. Maana hilo jambo ni jambo la asili. Na kama ni jambo la asili, na maana yake maza niyo taarifa umetoa, basi tutaifanyia kazi sisi. Maana sisi ndio ambao tupo karibu na mfalme, ambao ushauri wote tunampa. Na vile vile endelea kwa tupate kuwa na tahadhari sisi wote. Maana tuwe tunafanya kitu ambacho kile ambacho tumeruhusiwa, kwa sababu na maana yake pia tuwe makini. Hata mimi mtoto wangu asije kutokea. Hatuwezi tukavunja kitu bila kuwa kimeombewa. Paka kiende kaombewe kama asili ilivyokuwa imepangwa ili iweze kutumia. Kwa hiyo pole sana, wala usio na wasiwasi. Na kila jambo tunaweza kumwelekeza mfalme na atatuelewa. Basi sana, naomba unisaidie. Nasikia mwanangu, mguu ulikuwa unakuja nyumbani kwako mwanangu. Si unakumbuka jana nilikupatia issue? Ya, nakumbuka. Sasa ile issue mwanangu mimi nishai cancel. Vipi tena inakuwaje ugailisha issue hiyo? Si tumeahidiana kazi, lakini kazi simenipa mimi. Ndio niache nifanye. Yaani sitaki tena ukafanya hiyo kazi ya kwenda kumgusa mtoto wangu. Sasa nisikilize mjomba, si ulinipa kazi? Mimi nimekwambia basi baridi nafanya kazi bure.
Afu hela yako sitaki. Ukicheki na mimi vile vitoto nilikuwa navyo vile vya alikalika fulani. Ya nakamia na chapa. Afu bado baridi. Sasa babu umepagawa au? Kupagawa vipi? Sasa mimi nakwambia issue tumesha cancel. Unang'ang'ania nini sasa? Sawa, nisikilize. Chagua mambo haya mawili. Nimkamie mwanao au nikwambie mtaala kama unataka kumsaliti. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka kukuambia. Mwenzako kwenye hichi kijiji, maisha haya mwenzako mimi nayaogopa. Nakumbuka mwenzetu mmoja hata nimempoteza kwa macho yetu. Sasa rafiki yangu, nataka kukupa mchongo. Tutoroke kwenye hichi kijiji, twende huko mbali pasipojulikana. Sasa tutatokea wapi? Popote, sehemu popote tutaenda. Sawa sawa. Hizi rafiki yangu, nakutegemea sana. Sawa, usije kuniangusha. Bila wewe mwenzako mimi siishi. Sawa, tondoke. Ariti wa damu, ariti wa damu, ariti wa damu. Wewe kijoka, wewe nafiki. Wewe ulikopo unasema ule demu mimi nisimfuate. Unamwogopa. Wewe kumbe kitambo tayari ushatongoza. Ndugu yangu, mbona kama anashindwa kukuelewa? Usichokielewa nini? Kitu gani usichokielewa wewe? Mimi ule demu kaniambia live kabisa kwamba wewe anakupenda. Labda tu nikwambie kitu ndugu yangu. Kama amekutuma kwangu, mwambie mimi simuhitaji. Na mimi nalinda amani yangu kwa mfalme. Na kilinda kichwa changu. Sitarajii siku moja kitoke. Na yeye hana mapenzi ya dhati kwangu. Kamwambie hivi. Eti kamwambie hivyo. Yaani unafanya kama hujui. Wewe ndio umetongoza. Eti uko unaniambia mimi eti utakatwa kichwa? Wewe ndugu yangu haufai kabisa kwa rafiki. Ndio hivyo ndugu yangu. Mimi sina mahusiano naye. Na labda tu nikwambie, yeye anipendi mimi. Anatamani siku moja kichwa changu hiki kitoke ili mapenzi yenu yaendelee. Eti kinajifanya kioga kukatwa kichwa. Kiangalie sura yake. Sura mbaya kama mwanamke mjamzito. Hebu tondoke huko. Mimi nimefeli kwa kila kitu ndugu yangu. Na ule jamaa bado kangangania kweli kweli. Na mimi ndo nilofanya kosa kumwachia jamaa kumshughulikia mtoto wangu. Yaani hilo ndo tatizo kabisa. Yaani umenisimamisha hapo niambie wewe upuuzi. Yaani wewe ni upuuzi. Mimi nilikwambia yaani wewe katika siku ambayo umefanya majambo ya kipuuzi ni kama hayo. Wewe unamshauri mtu vipi ujinga kama ule akamfanya mwanao? Hilo sio jambo la kunilaumu ndugu yangu. Mimi ni mwanaume mwenzio. Itakuwa ni shauri tutafute njia gani ya kuweza kumdhibiti mshikaji asiende kumharibu mtoto wangu. Kwa hiyo wewe umeshindwa sasa mimi niende kwa shemeji kumwambia. Nikamwambia shemeje? Sasa mambo ya shemeji yanahusiana nini sasa na jambo letu? Sio shemeji yako wewe, shemeji yangu, yaani shemeji yangu mimi. Sisi hapa tumekuja kama watu wako wa karibu na washauri wako. Huu utandawazi mtaala wetu utakupeleka sehemu mbaya. Umebadili mpaka mavazi. Hasa lengo lako nini mtaala wetu? Unachokisema mzee wangu ni kweli. Lakini huu utawala unaouona hapa mimi ndo nimeuweka. Kwa sababu mimi ndo kiongozi wa hapa. Vile vile mavazi hayajavunja mila na desturi zilizowekwa na mababu zetu. Na hata kipindi babu yangu ananipatia huu ufalme hakuweza kunipa sababu za mavazi kwamba mavazi yanaweza yakaribu, hapana. Ila kitu cha msingi ambacho alichoniambia nizingatie mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuhakikisha wanaimaya wote wanaenda kuchota maji kwenye kile kisima cha kale.
Lakini jambo la pili ni kuhakikisha kila mwisho wa mwaka anapatikana binti wa kafara, na binti huyo ni binti ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume yoyote. Kitu cha mwisho ama jambo la tatu ni kuhakikisha mazao yote ya Wanaimaya hayatumiki mpaka tuyapeleke kule kwenye mizimu ya kale kwa ajili ya kufanyiwa maombi. Mimi naenda kumwambia kwa sababu wewe ni mpuuzi. Wewe unashindwaje kufanya majambo makubwa kama hayo, na uliwezaje kumshauri afu unashindwa kumkataza? Yaani ukamwambia mke wangu. Ndio, wewe umewezaje kumshauri umeshindwa kumkataza? Usikai na mpuuzi bwana. Usikai na mpuuzi. Chite. Sasa ndo mambo gani sasa rafiki yangu hayo sasa? Wewe sio rafiki wewe ndugu yangu. Lakini masuala ya mavazi hayawezi kubadilisha mila na desturi ya mababu zetu. Mtawala, mimi jambo silikubali kwa sababu moja, nadhani utakuwa umejisahau tu. Kipindi unakabidhiwa, nadhani ulikabidhiwa na mavazi kama tulovaa sisi, na imani wewe utakuwa umejisahau, na huko kunakoendea maana yake tunakwenda kubaya. Itafikia hatua tayari wote utavaa mavazi kama yako na mwishoni tutaingiliwa. Ni kweli unaweza kusema nimebadilika kutokana na mimi kuvaa mavazi haya unayoyaona. Lakini mzee wangu, mimi nimeamua kwenda na usasa. Lakini pia lengo ni kwa ajili ya kuboresha tu kidogo kutoka kule tulikokuwa kwa mababu zetu kuja kuendana na utandawazi huu ambao wamekuja kuleta hizo taarifa. Kwa hivyo labda kama kuna kitu kingine, ila kama ni habari hizi, hapana mzee wangu. Mimi niwashukuru tu wazee wangu, na kama ninyi mnaona hayo mavazi yanawachosha, basi mnaweza kuvaa kama mimi nilivyovaa. Sawa, lakini sisi hatuwezi kuacha asili. Mtawala, ninachokuambia sisi hatuwezi tukabadilika. Tutazidi kuimarisha asili yetu. Au si mzee mwenzangu? Ndio. Kama mmekubali basi sawa. Nyinyi mnaweza kuendelea na mavazi yenu, mimi nitaendelea na mavazi yangu kwa lengo la kuboresha utandawazi. Basi sawa. Haya. Tondo. Abdin, kwa nini unachimba lishimo? Mazimuni yako ni nini? Mimi mazimuni yangu kuchimba lishimo, nataka nichimbe kisima. Kisima? Kwa hiyo ujue utawala kwa wote tunatumia kisima kimoja tu ambayo ni kile cha zamani kule. Najua kwa sababu utandawazi leo kwa sasa hivi yani tunavaa nguo za kisasa, nimeamua na mimi nichimbe kisima tu. Abdin, kwa hiyo unafuatisha utandawazi kuliko desturi tulizofundisha Abdin? Ndio, nimeamua nichimbe kisima kwa sababu maji tunayatoa mbali sana. Abdin, achana na haya mambo. Kwanza ndugu zako uliwaambia? Sijamwambia mtu. Mimi kwa maamuzi yangu nimeamua nichimbe. Abdin, hapo ndio ulipoharibu. Bwana tuondoke kwanza, kuna kikao kule kwa mheshimiwa Mfalme. Inabidi tuondoke. Na mimi maana yake mguu wote nilikufuata. Tuondoke bwana. Kwenye hicho kikao mimi sitoenda kwa sababu nachimba kisima changu. Abdin, tuondoke. Mimi siendi, wewe nenda. Mimi naenda. Abdin! Mbona washauri wako naona kama wako pamoja na hicho unachokifanya? Washauri wangu? Ndio. Washauri wangu hawana tatizo lolote. Hawana tatizo, wewe ondoa hofu. Kwa sababu mimi ndo mtawala wa hapa. Mfalme wa himaya hii. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi. Ni lazima vijana waishi ambavyo wanataka. Hivi hauwezi kama labda kuna hatari yoyote ambayo itatokea kwa upande wako? Hapana. Hakuna hatari yoyote. Kwa kuwa mimi nipo. Hakuna hatari yoyote itakayotokea.
ni lazima vijana waishi ambavyo wanataka, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuishi kama vile walivyokuwa wakiishi mababu zetu. Lazima tuishi kwa usasa kama unavyoona hapa mimi nilivyokuwa kijana. Kwa hivyo lazima vijana waishi, lakini nitazingatia vitu hivi vitatu. Basi sawa, maana mimi hofu yangu ilikuwa hiyo tu. Kama unaniaminisha kwamba mna shida, sawa, nakuelewa. Basi sawa mke wangu. Wewe ndo hofu, usijali. Nipo mimi. Ole. Ondoa hofu. Mimi nipo. Sawa. Mimi nataka nikapumzike. Basi sawa mimi yangu, sipeni nikakuandalia usema pumzike. Sawa. Shemeji, mimi nidhani wewe una mwanaume sahihi, kumbe ni mpumbavu kiasi hiki. Mumeo ni mpumbavu. Yaani shemeji, mumeo amediriki kunitafutia mwanaume mwanao ili afanikiwe kwenye hiki kifungo ambacho kilichokuwepo. Huyu mwanangu mimi mdogo? Huyo. Kwa hiyo kumbe kanipa moyo, lengo lake ndio hilo. Shemeji, mimi nasikitika sana. Mimi nilidhani wewe una mwanaume sahihi. Yaani shemeji yangu, hilo ndio jambo alilolifanya mumeo. Nimejaribu kukaa naye sana, tena kwa muda mwingi nikimshauri ili jambo alisitishe. Bado sijapata mwafaka. Ndio maana nimekuja kwako. Basi usijali shemeji. Niachie mimi nitalimaliza hili. Shemeji, nitashukuru sana kama ukilimaliza. Tena sana. Nitashukuru kwenye hili. Tena weka mkazo na msisitizo ili jambo tufanikiwe. Ariti wa damu. Mwanaume mpumbavu kiasi hiki. Ariti wa damu. Ariti wa damu. Ariti wa damu. Ariti wa damu. Habari zako? Mimi niko poa. Umependeza? Kawaida. Mimi ndio nikuuliza kitu. Hivi anayofanya kakako umelizika nayo? Maana kila mwaka anatoka kafara ya watoto wa kike. Na shangaa mwaka huu umetoka kafara ya watoto wa kiume. Kwa nini? Hizo sio shida zangu. Nikuuliza kitu. Tokea utoto wako hadi hapo ulipofikia, ushawahi labda unamjua mwanaume au ushawahi kuwa na mwanaume? Haujawahi. Ni vizuri. Sasa mwisho wa mwaka huu kafara inakuhusu. Yaani utakufa na lazima ufe. Mbona kuna matatizo makubwa sana, tuondoke. Tatizo gani? Tuondoke tuende kujua koko. Tuondoke. Nimeamua kutoa mbali na nyumbani kwako. Hili tu kuna kitu nataka nikuelezee. Sasa hivi hapa muda sio mrefu sana nimetoka kuonana na kuna mdada hapo. Baada ya kujua kwa sijatumika, alichoniambia mimi ndo nitakuwa kafara ya mwaka huu kwenye mzimu wa maji. Kwa mimi nakwenda kufa rafiki yangu. Naenda kufa? Mimi kuna wazo nataka nikupe. Wazo gani hilo? Unatakiwa utumike. Ukishatumika tayari ili ukienda kule kupimwa unaonekana ushatumika.
Sawa, nitalifanyia kazi wazo lako. Wacha niwe nyumbani hapa. Hivi mume wangu, wewe kuyafanya haya kweli? Unasubutu kabisa kumtafutia mwanaume mtoto wangu, si ndio? Mbona utoe majibu? Unafikiri nilikuwa na nia mbaya sasa mke wangu? Yaani ni vile tu nilikuwa nataka kumnusuru asije akaliwa na mizimu. Yule ndo kila kitu kwetu. Mapenzi? Hayo unafanya kwa mapenzi mume wangu? Kwa hiyo, huyu ni mtoto wako, mimi na wewe. Je, ningetoka naye huko ingekuwaje? Si unganubuni wewe? Sasa mbona spidi hivi mke wangu? Mimi nilifanya hivyo. Alafu na yule kijana mimi namuamini na nilimwambia kabisa anapoenda kumgusa mtoto wangu asienda kamharibu. Yaani endelee tu taratibu. Yaani ilikuwa hivyo tu. Sasa sikiliza. Una mambo haya mawili. La kwanza, nenda kamletea mwanaume uliomrubunia mwanangu, mlete hapa. Aje kukiri kwamba hatofanya chochote kwa mwanangu. Na la pili, kama hutofanya hivyo, naondoka nyumbani. Yaani mwenzako nina matatizo. Hata hivi ninavyoona hapa. Yaani jana sijapata usingizi kabisa yani. Yaani unakiwaza nini labda kilichokufanya mpaka usiku mzima usilale? Wifi, jana nilivyoenda bondeni nikakutana na kuna mdada. Baada ya kujua kuwa mimi sijatumika na mwanamume wowote, ameniambia eti mimi ndo nitakuwa kafara wa mwaka huu kwenye mzimu wa maji. Hapana. Hizo kafara unazozisikia ni kwa mabinti wengine na sio wewe mtoto wa mfalme. Tena hizo habari ziishie kwangu tu. Sijui unielewa. Hata kakako mwenyewe hataki kuzijua. Kwa sababu hakijua hizi taarifa, huyo aliyokupa hizo taarifa anakufa. Sawa hivi na kuahidi sitamwambia kaka. Sawa. Sasa cha kufanya imeletwa nyama pole. Kwa ni vizuri uende jikoni ukaiandaa. We, ndio vitu vyangu hivyo. Basi naenda kwenda sasa hivi. Nilikuwa nakutafuta sana. Alafu na yote lilosababisha ni wewe mwenyewe kwa sababu ya ushauri wako wa kipumbavu. Gunda, niachie kwanza. Sio kukuachia tu, ili iweje sasa? Niachie ili tuzungumze ndugu yangu. Unataka kusema nini? Hivi tutakunjana mpaka lini? Yaani kila tunapoonana tu kukunjana na shida nini kwani? Usijifanye mjanja. Unakumbuka ushauri ulionipatia juzi? Uliniambia kwa nitafute mwanaume aende akamshughulikia mtoto wangu. Ndio kimefanyaje? Yule mshikaji nimemtafuta, nikaongea nikampa hiyo kazi. Mwisho siku mimi nikagailisha. Nilipoenda kumwambia stopishe, yeye kang'ania hataki kuacha. Lazima akamguse mtoto wangu. Unafikiri nini kitatokea hapo? Mpaka mke wangu ananichukia hivi sasa kwa sababu ya ushauri wako wewe mwenyewe mpumbavu. Ngunda, subiri basi. Hivi wewe Ngunda una kiti mama kweli? Si unakumbuka mimi nimekupa ushauri? Si nilikwambia huu ushauri una machaguo mawili, kukubali au kukataa. Wewe umeukubali ndio maana ukaufuata. Labda tu nikuulize kitu. Wewe kazi umempa nani? Kuna mshikaji mmoja hivi, muuni tuna vilasilasi hivi, sio anaitwa Muno. Muno mimi namfahamu. Sasa kama kazi umempa Muno, hilo niachie mimi baba, mimi namalizana naye. Yaani mimi ndo nitaongea naye hiyo kazi hatoifanya. Na kama atakataa,
ataendelea na ubishi wake kusema atamfanya yule mtoto. Tunamtoa uhai. Na kile kitu tunachokisema. Hautaki. Sasa nisikilize. Ole wako Yonshu ifeli. Nitakuua. Nimekuita hapa kwa sababu wewe ni rafiki mkubwa sana wa mdogo wangu. Na huo urafiki wenu mimi ndo nimetoa hiyo idhini. Sasa sitaki kusikia kwenye himaya hii mdogo wangu anafanya mambo mabaya. Mdogo wangu anafanya ujinga. Sitaki kusikia mdogo wangu amepatwa na jambo lolote baya. Sawa. Na endapo nikabaini nitakufanya kitu kibaya sana. Nadhani unanijua. Na hata himaya yote hii inanijua. Mimi sio mtu mzuri. Unaweza kwenda. Ndo hapa alipozamia mdogo wako, ndo hapa. Hapana, haiwezekani, si mfupi kama ile anazamaje? Yaani mimi nakwambiaje, ndo hapa alipozamia hata Mungu tena hapa kazamia hapa. Mimi nimemwona kwa macho yangu mawili hapa kazamia, na hata sasa nibisha nini? Na tulikuwa wote viatu vyangu shito hivi. Tulikuwa wote hapa cha Mungu. Haiwezekani, si mdogo kama ile mdogo wangu akazama. Kama kuna kitu kibaya umefanya mdogo wangu, nikija kujua itakukarimu. Hivi jitazame wewe jinsi ulivyo, afu muangalie na kile kibinti. Munaendana kweli? Au vaa kiatu cha yule sasa? Fanya wewe ndo baba. Afu ndo mwanao atakufanyia hivyo, utajisikiaje? Kwa nini maana na mchongo mzima unauelewa? Mchongo wote mimi naufahamu, na ndio maana nimekufuata hapa ili tuongee vizuri. Sasa nisikilize familia yangu. Basi mimi naenda nachukua ile dogo na kuja naye Bagetoni, afu nakucheki. Tunakuja tunakinda mtu. Au unasemaje familia yangu? Wewe unasemaje? Wewe unajitaka ujitake? Leo unaniona mimi kama matako yako, si ndio? Unaniona mimi kama matako yako? Achana na yule binti, au nikumalize? Kwa familia yangu huwa uivo, afu huwa ushamba. Watu siku zote hatuishi hivyo. Mimi nakuja napanga michongo, unakuja unaingilia kati na kushtua basi tuingie mwanangu tukinde tuponde. Unakuja unaleta ushamba. Huo uivu huo. Niache na changanyikiwa ndugu wangu. Ni kweli ameteketea. Tena mizigo katika shimo.
Sasa nataka kujua kwa nini mlimruhusu achimbe kisima? Na mmesahau katika hii himaya hapaswi mtu kuchimba kisima zaidi ya kisima cha kale. Hapana mtabiri, mimi sijui chochote wala mama wangu hajui chochote. Mlichokifanya ni mwiko. Tena mwiko mkubwa sana katika hii himaya. Na hii ni laana. Sasa naomba utoke sasa hivi. Toka! Rafiki yangu Muhati, na kitu nataka nikwambie. Nadhani unavyoona pale mazingira nyumbani. Kakaangu ananibana sana, afu mimi nilikuwa na shida. Na hiyo shida sio kumeza dawa eti kwamba nikapona. Shida yangu mimi, yani kutibika ni kwa mwanamume. Na sio mwingine, ni yule mlinzi mweusi wa pale nyumbani. Unamzungumzia Kijoka? Ndio huyo anayemsemea hapo. Sasa rafiki yangu mimi nataka unisaidie ili nimpate yule. Hapana. Kwa nini? Kakako aliniita na kunikanya nisikae karibu na wewe. Kwani sisi tunafanya kaka ajue tunafanya kwa siri? Hapana, sitaweza kukusaidia wewe. Maana kakako akijua nitatayarisha maisha yangu. Yaani wote hivi. Haya tuondoke. Nimewaita hapa kwa sababu mtoto wenu kitu alichokifanya ni kibaya. Amekiuka mila na desturi za himaya hii. Na hii yote ni kwa sababu hamkuwa imara, hamkuwa makini na mtoto wenu. Kitu cha msingi nachotaka kutoka kwenu ni kuhakikisha mnaleta kometi 10 za mahindi na kometi 10 za mpunga kwa ajili ya kupeleka kule kwenye mizimu. Kwa sababu saizi mambo hayaendi sawa. Kila kitu kinaenda shagalabagala. Nadhani mmenielewa. Sawa chifu, sisi tumekuelewa. Wewe unalia nimekuonea? Nimekuonea? Hakuna huruma hapa. Hii yote mmesababisha nyinyi. Kama mngekuwa makini na mtoto wenu, haya yote yasingetokea. Mnaweza kwenda. Mimi nakulaumu sana wewe. Haya yote uliyotaka wewe mwenyewe. Hebu angalia tunavyoteseka sasa hivi. Kijiji chote kinazidi kuumia tu. Tunabadilishwa kama karata, mara tupelekwe huku, mara tuletwe huku. Tunabadilishwa manguo ya ajabu ajabu. Na wewe unaangalia tu. Umelizika kabisa babangu. Hapana. Sikai kimya. Mimi kuitwa Magina hawajakosea, ni lazima nitwe Magina. Na maana nafuatisha mila, desturi na tabia ambao kwenye himaya hii ipo, ambayo inatuongoza na wazee wetu. Yeye yule mtoto karibu na sifurahiwi wala sipendezewi. Sasa katika siku umeongea pointi na jambo la busara, ndio leo nikuombe kitu hapo. Unatakiwa kuungana na mimi, si mtu mwingine, maana niko tayari kumpindua yeye. Anapotosha watu tu, mara kapeleka huku, mara kapeleka, wala sio tamaduni zetu na mila. Watoto wanapotea ovyo, yeye chanzo. Sasa nikwambie kitu, hata kwa upanga wa Selemani bin Daudi tutambadilisha. Hapo sasa umenikuna penyewe. Mheshimiwa, tumekuja hapa kwako ili tuweze kuongea jambo moja. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumekuta afadhali sasa hivi unavaa kama sisi tunavyovaa, tofauti na enzi zile. Tumekuja ili tuweze kuongea na nyinyi pia
muweze kuishi kama tunavyoishi sisi, muweze kupata shule huku kwenu, muweze kupatiwa umeme, mpate hospitali, ili ukiwa na mtoto aweze kuwa na elimu, akiugua apate huduma hospitalini, ili muweze pia kutumia simu kama sisi tunavyozitumia, mtambulike kabisa kikamilifu kama serikali na sisi tunavyotutambua, ili mpate maendeleo zaidi kama na sisi tunavyoyapata. Mimi nimekuelewa vizuri, nimekuelewa sana tu, lakini huu utawala unaoona unaendelea hapa, sisi tumelisi tangu enzi za mababu zetu. Kwa hivyo mimi tu nikaona ni bora tu niboreshe kidogo, angalau tutoke maisha ya kale tuishi maisha ya kisasa. Ndio maana na mimi unaniona nilivyofanya. Na kuhusu habari hizo, kuhusu mambo ya shule, zahanati, hilo swala haliwezekani, na sitaweza kumruhusu mtu yoyote kuchimba udongo huu kwa ajili ya kujenga shule, zahanati. Kama ni masuala ya tiba, si tuna miti shamba, mapoli yapo mengi sana huko. Kwa hivyo tutatumia hata miti shamba. Na kama mmekuja kwa masuala hayo, naomba muondoke sasa hivi. Ila kiongozi, kusema ukweli, alichokuwa anakuambia kiongozi huyu sio kwamba alikuwa anakuambia kitu kibaya, na maana mtakapopata elimu naamini kwamba mtabadilika, watoto wenu watabadilika, uzao wenu utabadilika kutoka kipindi kile ambacho mlichokuwa mnakaa enzi za babu zenu, yani kitabadilika sana. Kwa hiyo naamini kwamba hatukuja kiugomvi na hatuna ugomvi na nyie, ila mbali tumekuja ili tuwaletee maendeleo. Sitaki kusikia habari hizo. Nimeshasema sitaki kusikia habari hizo wala kubadilisha utawala wowote. Na mtu yeyote atakaye kuja kujaribu kufanya chochote bila idhini yangu, nitamfyeka kichwa. Bye.